star24.com. Tuwapeleke katika maisha mazuri. Mkuu wa mkoa umezungumza hapa kwamba mkurugenzi je alifanyaje. Unajua sikuelewa vizuri. Hebu njoo nieleze vizuri. Unajua mengine tunayafanya hapa. Si ndio jamani? Eleza vizuri, utaje na majina kama wapo kweli. Na uzungumze kutoka moyoni. Muone mtu. Mheshimiwa Rais, kwenye mkoa wako wa Dar es Salaam unajulikana kuwa ni jiji la Dar es Salaam. Kwa muundo tuna mkurugenzi wa jiji ambaye anaitwa kaka yangu Kabwe, Wilson Kabwe. Yeye ndio aliyesaini mkataba wa mwaka jana 2015 tarehe 30 kwa kutumia bailo ya mwaka 2009. Bailo ya mwaka 2009 inataka kila gari linalotoka Ubungo litumie kulipa shilingi 8,000. Lakini tarehe 31 mwezi huo mwaka huo 2015 akasaini mkataba mwingine unaotumia bailo ya 2004, ambao bailo ya 2004 inaongelea kulipa shilingi 4,000. Mheshimiwa Rais, matokeo yake nini? Mkandarasi ana mkataba mwingine au mzabuni, lakini pia jiji wana mkataba mwingine. Kwa hiyo ukienda jiji watakuonyesha ule wa 2004, ambapo bailo 2004 inakufa automatically pale ambapo inatengenezwa bailo 2009. Matokeo yake tulikuwa tunapoteza shilingi 4,000 kwa kila basi. Na makadirio yaliyokuwepo tangu mwaka 2009 ilikuwa mabasi 300 kwa siku. Kwa hiyo mabasi 300 kwa siku ukipiga mahesabu kwa siku 30 tulikuwa tunapoteza milioni 42 kwa kila mwezi. Na kwa sababu hiyo kuanzia mwaka 2009 mpaka sasa hivi tumepoteza takribani ya bilioni 3. Mheshimiwa Rais, kuna mkataba mwingine wa parking ambao huko hapa mjini. Nafikiri watu wote wanaotumia magari hapa Dar es Salaam wataona. Mkataba wa parking wa kampuni ilishakwisha tangu mwaka jana. Na utaratibu mkataba ukiisha wanatangaza tenda, wapatikane watu wapya waweze kuomba. Hata yule aliyopo hazuii kuomba. Lakini wakaacha utaratibu huo, wakamwandikia barua ya kumuongezea muda wa miezi 6 wakisema mchakato unaendelea wa kumtafuta mzabuni, tunakuongezea muda. Na hiyo bado amesaini kaka yangu Kabwe. Lakini kama vile haitoshi, baada ya kumaliza miezi 6 wakakaa tena wakamuongezea miezi 4. Kwa sababu hiyo ameongezewa miezi 10 kufanya kazi nje ya utaratibu wa utangazaji wa tenda. Maana yake, na watu wengi tunaamini ya kwamba ni sehemu ya wale wanaovunja kwa sababu wananufaika na parking hizo. Wakati parking zikizidi kuongezeka. Na si tu hivyo Mheshimiwa Rais, tunayo kampuni nyingine iliyopewa tenda kwa mujibu wa mkataba wao. Sababu niliunda kamati ambayo inaongozwa na mwanasheria wa mkoa na afisa biashara, walifanya hii kazi kwa kina. Na wala hatuko kwa ajili ya kumonea mtu, na bahati nzuri hatufahamiani nao. Mheshimiwa Rais, kwa kazi hiyo wamefanya wakachunguza hata pale Ubungo. Watu wanachukua vyumba badala ya utaratibu uliopo wa kulipa shilingi 100,000. Wakubwa hao wanachukua vyumba, wanawapangisha watu wengine wanalipa mpaka milioni 1 na 600,000. Lakini si tu hivyo, utaratibu hata wa kutoka pale Ubungo inabidi mtu atoe rushwa ndio atoe gari lake la kwanza. Mheshimiwa Rais, yako mengi, lakini kaka yangu Kabwe ndio msimamizi na ndio signatory wa mikataba yote ambayo hii nimeweza kuieleza hapa mbele yako. Jamani, mnataka mimi nifanyeje? Mnataka nitumbue jipu hapa? Wangapi wanataka nitumbue jipu? Basi, kwa vile umezungumza wewe mkuu wa mkoa, na wewe ndio mkuu wa mkoa, na mimi niliapa kusimamia sheria, na mimi viongozi wa namna hii ambao wanafaidi jasho la watu maskini kwenye serikali yangu hawana nafasi. Kwa hiyo kuanzia sasa Kabwe nimemsimamisha kazi.
nendeni ukamjulishe hivyo. Lakini ile miradi ambayo inakuwa ikiongozwa inaongezewa muda bila kwa kufuata taratibu, ile iko chini ya uwezo wako. Yule atakayekuwa amekaimu kampe instruction, nayo isimamishwe kazi. Watanzania hawa maskini wanateseka mno, wameteseka kwa muda mrefu, na sisi viongozi tunatakiwa tuwatumikie wananchi wa chini. Kwa hiyo mimi sitakuwa na simire, pakitokea jipu sisubiri, kwa sababu nikisubiri litaota usaa. Nilizungumza siku ile ya wafanyakazi hewa kule Shinyanga. Mpaka leo Shinyanga kuna wafanyakazi hewa 226. 226. Mahali ambapo palisema wafanyakazi hewa ni zero. Wanafanya kazi na serikali yangu wajipange kuyaondoa mabaya yaliyoko katika uongozi wao.